Tuanze na tangu ujio wa kocha Mo Alley ndani ya kikosi cha Young Africans, unaona ni nini ambacho kimeongezeka na nini kimepungua na nini kabadilisha? Ni mwalimu wa muda. Kama ni mwalimu wa muda, manake amekuta timu ikiwa katika situation ambayo haikuwa mbaya na haikuwa nzuri, kwa sababu toka ametoka mwalimu Folz akaja mwalimu Pedro, timu iliweza kumaintain kupata matokeo, lakini changamoto ilikuwa timu ilikuwa na struggle kwenye namna ya kuweza kupata matokeo, na watu wengi walikuwa hawafurahishwi na timu inavyocheza, ndio ambayo ilikuwa inaonekana kwamba wakati wote inaweza kwenda kuanza kupoteza, kwa maana kwamba utimamu ulikuwa umepungua kwa sehemu kubwa, lakini pia ilikuwa haivutii, na timu ambayo ukiangalia huko nyuma tulikuwa tumezoea kuona ikishinda katika mechi ambazo kwa sehemu kubwa ilikuwa ina dominate. Kwa hiyo toka amekuja yeye, alichojaribu ni kutaka kurudisha kile ambacho Yanga walikuwa wanakipenda kukifanya kwa siku za nyuma. Kwa hiyo amefanikiwa kwa sehemu fulani, kwa sababu sawa, ameondoka mwalimu Pedro, timu ilikuwa haijapoteza, yeye ameingia, amepoteza mechi moja, magoli 3 kwa 2, lakini still wakati Pedro anaondoka alikuwa na alama 5 anaongoza. Sasa timu inaongoza alama 2, ligi ni mchakato. Kwa hiyo unaona ni kwamba kuna kitu kimeongezeka hasa katika option, kwa maana timu imekuwa sio ile ile ambayo ilikuwa ni Pedro. Ilikuwa ni timu ambayo yani haina mabadiliko, ilikuwa na kikosi finyo. Kisa amejaribu kuingiza baadhi ya nyota ambao walikuwa hawatumiki, ila tunaweza kuona baadhi ya nyota wakiweza kutumika kwenye kikosi wakicheza na kuweza kusaidia timu. Kwa hiyo ameongeza upana, lakini pia hata uchangamfu kwenye kiwanja umeweza kuongezeka, na hata namna ya kuweza kucheza ile soka ambalo walikuwa Yanga wanalitamani limerudi, ingawa sio kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo improvement ipo kwenye ongezeko la kikosi na kidogo kucheza mpira ambao unakuwa unavutia, ingawa bado haijakuwa kwa sehemu kubwa, kwa sababu ameingia ipo katika mashindano. Kuna tetesi zikisema ya kwamba Stefan Aziz Ki atarejea rasmi katika kikosi cha Young Africans dirisha kubwa la usajili. Je, hizi tetesi zina ukweli, na endapo kama Aziz Ki kweli atarejea Young Africans itakuwa ni timu ya namna gani, huku Stefan Aziz Ki huku Alan Okello? Nafikiri huu ni muda wa usajili. Muda wa usajili unakuwa una mambo mengi, taarifa zinakuwa ziko nyingi mitandaoni, kwa sababu watu wanajaribu kufikiria na kuweza kuwaza kama sio kuhisi kama nani atakwenda wapi. Aziz Ki iko Libya na timu yake inamtumia na bado ana mkataba nayo, ingawaje taarifa zinaongea kwamba ni kama mtu ambaye amekuwa hana furaha kwenye kile anachokifanya. Kwa hiyo naamini kwamba mchezaji mzuri, na kuhusishwa na Yanga ni sehemu ambayo imemfanya aweze kupata nafasi ya kwenda Wydad na huko alikokuwa, lakini pia ilimtengenezea ufalme. Kwa hiyo si jambo baya, ingawaje mimi nikiangalia naona kwamba Yanga inahitaji kwenda zaidi ya kumfikiria Aziz Ki, Zaidi ili kama wanatamani kufikia malengo makubwa, sababu kumchukua Aziz Ki ambaye walikaa naye kwa muda mrefu na bado sawa aliwasaidia, lakini hawakuweza kufikia katika malengo makubwa kwa maana kama timu. Kwa hiyo nadhani kama anaweza kaja kaadi kitu kingine kipya zaidi kile ambacho alikuwa amekitoa, na malengo na mafikira watu wengi ni kuona timu zikisogea mbele zaidi. Kwa hiyo nafikiri itakiwa waangalie option nyingine zaidi nzuri kuliko hizi ambazo zipo. Na kuna siri zinasema kwamba Mayele naye ataachana Sio na rahisi, Pyramids. sio rahisi. Mayele sasa sio level Tanzania tena. Mayele alikofikia pale ni mkubwa sana kuliko, yani hauwezi kumsajili, asajiliki Simba wala Yanga kwa sasa hivi. Yani huwezi kumsajili. Haiwezekani. Yani haiwezekani, ni level nyingine. Yani alikofikia pale ni mbali sana. Ni mtu ambaye anaweza kataka kumlipa milioni 200 kwa mwezi, milioni 80 kwa wiki. Kashafikia huko level hiyo. Kwa hiyo kwa capacity ya Simba na Yanga haiwezekani. Na yupo katika uje, bora angekuwa pengine ndio yupo katika ile hatua kwenda kumalizia mpira. Bado ana miaka 3 4 ya kucheza hapa katika ushindani, ya kujitafuta, kutafuta mafanikio. Kwa hiyo sio, haiwezekani. Yani kumuuza Mayele ni kutengeneza heading ambazo haziwezi kuwezekana bado. Kweli zinasemekana kwamba wekundu wa Msimbazi wanamhitaji. Nakwambia Simba, Yanga wala Azam hakuna ambaye anaweza kumchukua Mayele. Sasa mchukue Ibenge, lakini Sasa Ibenge ni kocha, anapatikana. Mayele yuko katika level kubwa sana sasa. Mshahara wake is almost milioni 100 na kitu, unampaje hiyo pesa? Unaweza ukampa, so ili iwe nini sasa? Yani kwa sababu mpira sio mchezo wa mtu mmoja, kwa pengine yeye ndo atafunga atazuia, ni timu. Kwa lazima kuwe kuna uwiano wa lakini pia inaweza kaja kasababisha kwenda kuinua mishahara ya watu wengine. Watu hawatakubali wewe upe milioni 120, mimi nipe milioni 7, hapo mechi timu moja inacheza, haiwezekani. Kwa hiyo kumchukua ni kuja kuongeza, sawa, kuja kuongeza matumizi ya klabu kwa sehemu kubwa, na sio yake yeye tu, maana yake mfumo mzima wa klabu unabadilika, kitu ambacho hakuna timu ambayo ina hiyo capacity na wako tayari kufanya hivyo.
Ligi kuu itarejea tarehe 14 mwezi huu na mechi zikibaki 5 ambapo kwa Young Africans wamebaki na Mashujaa, wamebaki na TRA, wamebaki na Azam FC. Kwa Wekundu wa Msimbazi mechi ambayo inakuwa imeangaziwa kwa ukubwa ni mechi dhidi ya Singida Black Star ambao wengi ndio wanaona kwamba Wekundu wa Msimbazi wamebaki na mechi hiyo kubwa pekee. Kwa nini baadhi ya wachambuzi wanaona kwamba kwa Young Africans wana mechi ngumu dhidi ya Mashujaa, dhidi ya TRA na dhidi ya Azam FC tofauti na Wekundu wa Msimbazi ambao wamebaki na Singida Black Star pekee? Hiyo ni propaganda. Yaani wachambuzi wengi wanatamani kuona Yanga ikiwa ichukui ubingwa. Wachambuzi wengi Wanatamani kuona Yanga ikiwa ichukui ubingwa ili wapate stories za kuzungumza. Na wanatamani kwa sababu kuna wengine ni kwa sababu walishazungumza mabaya mengi kuhusu Yanga, lakini wakashindwa kuapprove hasa katika ubora walionao. Na kuna wengine nishazungumzaga, kuna wengine ni zile chuki tu kwamba kwa nini pale nafanikiwa sana. Unaona? Kuna wengine kwa nini nikimpigia simu apokee. Unajua kwa hiyo sasa ni rahisi kuweza kupropagate vitu. Kwa sababu inawezekana ukasema Yanga na mechi ngumu hizo, alafu Simba unakwenda unamuondoa. Wakati wote na mechi 5-5. Alafu huyo ambaye unamuondoa yuko nyuma kwa point kuliko yule ambaye unamsema na mechi ngumu. Si unanielewa? Yaani unaipa Yanga mazingira magumu ya kuchukua ubingwa wakati ndio yuko mbele kuliko ambaye ameachwa nyuma kwa pointi ngapi? Pointi 2. Kwa hiyo ukiwa unafikiria sana utagundua nini ambacho kinachotengenezwa. Yaani aliye mbele ndio ana mzigo mzito kuliko aliye nyuma. Na wote wana mechi sawa. Kwa hiyo nafikiri ni ndio staili ya mpira wetu, lakini by the way kila timu ina mechi sawa sawa zote ngumu na yote anaweza kaangusha. Yote yule. Pengine umeangalia ukubwa aliokuwa nao Azam FC na ubora ambao alionyesha hivi karibuni TRA United. Kwani Yanga kufungwa na Dodoma Jiji? Yanga na Dodoma Jiji wako kwenye zoni sawa? Hii ni ligi. Sawa, timu zote inaweza kupatia challenge. Inategemea umeingia katika mechi husika. Simba kutoka Saida Papa ziko sawa kwa maana ya level ya ushindani. Hapana. Kwa hiyo mechi yoyote ya ligi ni ngumu. Yoyote mechi ya ligi ni ngumu. Kwa hiyo unaweza ukapata matokeo, unaweza kupata matokeo. Kwa hiyo cha msingi ni kujipanga. Kwa hiyo kama ni mechi 5-5, maana yake Simba ana mechi 5 ngumu, Yanga ana mechi 5 ngumu. Hiyo ndio fair comment katika uhalisia, sababu mechi bado hazijachezwa. Mechi inakuwa rahisi baada ya mechi kufanya imeshachezwa. Lakini sasa mechi haijachezwa hapa unaanza kupiga sio kwamba Yanga na mechi ngumu, yani unaanza kukisia. Huyo TRA hajaisumbua timu yote Dar es Salaam hizi kubwa, anakula goli 4-3 na kuendelea. Sio, unaelewa sijui. Kwa hiyo hakuna ugumu unaozungumzia, sio level ya Simba na Yanga bado. Unaweza ukabishana wakati mwingine uwanjani, ni kitu cha kawaida, ile mentality ukabishana nayo. Lakini leo hizo wakati unakaa unaizungumzia eti mechi ya TRA ni mechi ngumu kwa Yanga. Hapana. Au si JKT, no. Yaani ukiona JKT amefungwa na Yanga, amefungwa na Dodoma, amefungwa na TRA, amefungwa na JKT au Simba amefungwa, ni makosa ambayo yanaanzia kwa wao wenyewe. Lakini Simba awe katika ubora wake, Yanga katika ubora wake, hawezi kufungwa na TRA. Asilimia za kuchukua ubingwa kati ya Young Africans na Wekundu wa Msimbazi unampa nani na kwa nini? Sio mimi ziko wazi. Kwa nini unauliza swali wakati kwanza nani anaongoza ligi? Yaani kwa nini mnataka mnakopesha hapo? Yote inaweza kutokea. Kwa nini litokea kwa upande mmoja? Anayeongoza na asilimia nyingi, Yanga na asilimia 80. Tumeona kwa Yanga imeanza kutokea, ilikuwa 5 imebakia 2. Ni mpira, kwani lazima, kwani hata Arsenal alikuwa pointi ngapi? Akaja kuchukua ubingwa pointi ngapi? Ubingwa ni mchakato. Wanda zile 10 tu watu washindani hakuna. Hasa walikuwa wanaanza kaliwa pointi 8 tu 9 nyuma. Zikapungua zikaja 7, zikaja 6, zikaja mpaka ikabakia pointi, mpaka ikawa hakuna. Ilifika hatua kawako sawa kwa sawa na Manchester akaja akapanda. Almost bado mechi 4 5 mbele kuisha. Mechi 5 6 mechi kuisha. Wakaja wakawa wako sawa na Manchester akapanda. Akaja akatoka sare na Everton, akapita alama 2 amechukua bingwa. Kwa hiyo sio, hii ni ligi, watu wanashindana. Kwa hiyo ligi ndio inapoanza inakuwa tofauti, inapoje kusogea na ndio ugumu unaongezeka. Inaweza kafika tu hata wakawa sawa. Lakini bado mtu akaanza kwa bingwa. Kwa hiyo ukiniambia bingwa Yanga nampa 70, Simba 30.